na Dosa kuyazungumza mengi ya kimichezo. Kubwa zaidi ni wekundu wa Msimbazi Simba. Mambo yamekuwa mengi zaidi. Ahmed Ally amethibitisha ni kweli wamepeleka barua bodi ya ligi. Kwa nini? Afisa habari wa Young Africans Ally Kamwe au wa kwanza kuutaja uwanja wa Zanzibar kwamba ndio utatumika kwenye mchezo wa dabi. Mambo ni mengi. Dosa, mambo vipi? Mambo poa. Uko vizuri? Niko vizuri. Upo kwenye mfungo Dosa kwa Ramadhani. Mambo mazuri. Tuna mifungo miwili. Tuna mifungo kwa Rezma, lakini pia tuna mifungo ya Ramadhani. Kwa hiyo mimi kwa ishara ya vazi nipo kwenye mwezi wa Ramadhani. Sawa Dosa. Tuanze kuitazama michezo Dosa, lakini kikubwa ambacho kinazungumzwa hivi sasa ni mara baada ya mchezo kutajwa kwamba Kariakoo Derby itaenda kupigwa visiwani Zanzibar, na taarifa ya kwanza kuitoa alikuwa ni afisa habari Ally Kamwe. Jana taarifa imetoka, Simba wamepeleka barua kwa bodi ya ligi kuuliza maswali. Kwa nini mtoaji wa taarifa wa kwanza awe Ally Kamwe na sio bodi ya ligi wenyewe? Unalizungumziaje hili Dosa kwanza? Wako sahihi Simba kwa kulihoji hili? Mtanange unataka kunirudisha kule. Sikurudishi kule, tunaenda kuzungumza mpira wetu Dosa. Kivyetu vyetu. Binafsi niwe muwazi, niwe mkweli, mwenye mamlaka ya kutangaza uwanja ni bodi ya ligi akishirikiana na TFF. Inawezekana afisa habari ametamka kwa sababu yeye ndio mwenyeji wa huu mchezo, lakini mwenye mamlaka wa kutangaza mechi itachezwa wapi, uwanja upi, ni mamlaka ya mpira Tanzania, TFF akishirikiana na bodi ya ligi. Nimeona taarifa nyingi zinazagaa kwenye mitandao. Binafsi taarifa hizi hazinifurahishi, lakini ndio mpira wetu, ndio soka letu. Sakata hili linanikumbusha na sakata lililopita la hatuchezi. Limetofautiana kidogo mno, lakini linakaribiana. Mimi ningelikuwa shabiki wa Simba, mimi ningelikuwa mwanachama wa Simba, mpenzi wa Simba, huu ndo wakati ningeutumia kulipa kisasi hatuchezi. Huu ndo wakati ungeutumia kulipa kisasi hatuchezi. Dosa, ili jambo limekaaje kwanza hapo? Jambo alikukaa poa. Jambo alikukaa vizuri. Ndio maana nikasema mimi ingelikuwa ni shabiki wa Simba, mwanachama wa Simba, mpenzi wa Simba, ningekuwa mstari wa mbele kuhamasisha wenzangu hatuchezi. Moja kwa moja unaunga mkono barua ambayo Simba wameiwasilisha kwa bodi ya ligi? Ningesema hatuchezi. Simba hawajasema hawachezi. Mimi ningekuwa shabiki wao ningesema hatuchezi. Kwa sababu kanuni ipo wazi. Kanuni inasema ili mechi iahirishwe zinahitajika siku 21 kabla taarifa kutoka. Lakini taarifa imetoka baada ya siku 21 kupita. Mechi haijaahirishwa Dosa, ni uwanja. Taarifa ya kuahirisha uwanja ama kubadilisha uwanja inatakiwa itoke kabla siku tarehe 21. Lakini imetoka siku zimebaki chache. Kwa maana hiyo kuna namna kanuni imekiukwa. Na kama imekiukwa, nani mwenye haki? Mwenye haki ni huyu ambaye amepeleka barua bodi ya ligi. Lakini nimeona bodi ya ligi wanashindikiza wao mechi lazima ichezwe Zanzibar. Bodi ya ligi hawawezi kusahau. Bodi ya ligi hawawezi kusahau walichofanyiwa na Yanga msimu uliopita. Unamaanisha nini Dosa? Maana yake bodi ya ligi kuna uwezekano mkubwa inaogopa pressure za Yanga. Bodi ya ligi kuna uwezekano mkubwa inaogopa pressure za mashabiki na wanachama wa Yanga. Ndio maana nikasema mimi kama ingelikuwa ni shabiki wa Simba ningekaa mstari wa mbele kusema tucheze. Bodi ya ligi walikuwa na mamlaka ya kuzuia mchezo kupelekewa visiwani Zanzibar kwa sababu ya muda kulingana na sheria namna ambavyo inahitaji. Lakini bodi ya ligi wanapaswa kuelewa hii dabi ni ya Kariakoo. Kwa nini imefika Zanzibar? Mwenyeji kataka. Bodi ya ligi
walipaswa kujua kwamba hii mechi ni ya Kariakoo Derby. Kwa nini imefika Zanzibar? Lakini hata wenye mamlaka na uwanja huo wa huu mchezo wana sababu wa kujua hali ya Watanzania, hali ya mashabiki wao ipoje. Sababu ukisema wewe una mbio, msifu na anayekukimbiza yukoje? Kwa hiyo bodi ya ligi inawezekana kwa kiasi kikubwa wameogopa pressure ya watu wa Yanga. Na sitoshangaa bodi ya ligi ikaendelea kukaa kimya mpaka mechi inachezwa. Utashangaa. Sitoshangaa. Kwa Simba wanatarajia hawatayapata. Hawezi kupata majibu. Kwa sababu moja, kitu ambacho hawezi kupata majibu, Simba mashabiki wao wanashindwa kuwa front na timu yao. Wanashindwa kuipambania timu yao. Yaani leo ukija kwenye ugomvi wa Simba unakuwa ni wenyewe kwa wenyewe. Lakini ukija kwa upande wa Yanga, ugomvi wao wanaweza wakaidirect moja kwa moja shirikisho la soka Tanzania TFF. Na wakafanikiwa. Hii ina maana gani Dosa? Yanga wana nguvu kiasi hicho kwenye ligi ya Tanzania? Majibu yako wazi. Yanga walidhibitisha ili sisi tucheze hii mechi. Ni lazima Mgutu aondoke. Mgutu aliondoka kuondoka. Aliondoka. Kidau aliondoka. Na haya yote yalikuwa kwenye masharti ya Yanga. Kwa hiki ni kipindi cha wana Simba na wao waweke masharti ili mechi tuicheze Zanzibar. Tufanyeni hivi. Lakini sasa upande wa Simba wako zii. Kwa Simba ni wanyonge kwa Yanga. Vibaya mno. Vibaya mno. Yaani watarukaruka tu msemaje, lakini mwisho wa siku watakwenda Zanzibar, watacheza na watafungwa. Yes. Umeenda mbali. Lazima. Sio ushakubali kuwa mnyonge. Ukiwa mnyonge ndio majibu yake. Unaweza kupigwa nje ya uwanja kwanza. Unapigwa nje ya uwanja, ukiingia na dakika 90 watu wanamaliza. Kwa dhahiri shairi mpaka hapa Simba wamepigwa nje ya uwanja. Kwa hiki kinachoendelea tayari kashapigwa. Dosa, umezungumza vizuri kwamba Yanga wanachokitaka ndicho ambacho kinatokea. Tupo kwenye ligi ambayo ina timu nyingi zaidi ambao wanategemea kuongozwa na hii bodi ya ligi. Hii inaleta taswira gani kwenye ligi kama kuna timu ina nguvu kuliko hata bodi ya ligi yenyewe? Mambo haya tushazungumza. Viongozi wa bodi ya ligi, viongozi wa TFF na viongozi wote wa vyama vya soka Tanzania wanatoka kwenye vilabu viwili. Sitarajii kuona timu nyingine yoyote itapata nguvu kuendesha mpira wa Tanzania. Ikitokea Yanga kiamua kugoma ndo amegoma. Ikitokea Simba ameamua kugoma ndo amegoma. Hakuna kuwashurutisha. Yapo mambo yamefanyika msimu uliopita, yamekiukwa kanuni kabisa za mpira wa miguu. Kama bodi ya ligi wakishirikiana na TFF wangetenda haki msimu uliopita, kuna vilabu leo tusingeviona ligi kuu. Lakini jiulize, unaweza kumtoa Yanga? Unaweza kumtoa Simba kwenye ligi? Utafanya kazi gani pale? Utafanya kazi ya nani pale? Wakati watu kwenye mamlaka mbalimbali za nchi hii macho yao ni mawili tu. Jicho la kushoto Yanga, jicho la kulia Simba. Kwa hiyo ndio nguvu kubwa ya mpira wetu. Mpira wetu umetawaliwa na Yanga na Simba. Hao wengine hata wafanye jambo gani? Nimeona pale bodi ya ligi mwenyekiti sasa hivi anatokea upande wa Azam. Okay. Lakini jiulize, kabla Azam haijapanda ligi kuu, kabla Azam haijaanzishwa, yule mwenyekiti alikuwa timu gani? Yupo kati ya Simba ama Yanga? Sasa kwenye hili hebu tuzungumze. Kipindi afisa habari Ally Kamwe analitamka, ilikuwa ni kwenye pressure ya kutolewa kwenye ligi ya mabingwa barani Afrika, ndo akaweka wazi au wanaofurahia sasa hivi tumetolewa, tumeishia hatua ya makundi, tutawaleta hapa visiwani Zanzibar na watakutana na moto. Unadhani Yanga waliamua kufanya maamuzi ya kuhamisha mchezo mara baada ya pressure kuondoshwa kwenye michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika? Yanga walikuwa wanajua kwamba mechi itachezwa sehemu gani. Inawezekana ameponyokwa ile kauli, ama inawezekana amezungumza kwa makusudi. Lakini mimi najua Yanga walikuwa wanajua hii mechi lazima tukaicheze Zanzibar. Sasa huyu upande wa pili, je, taarifa alikuwa nazo? Na kama hana kazipokeaje? Kwa barua aliyoiandika bodi ya ligi ni dhahiri shahiri hawajapendezwa mechi kupelekwa Zanzibar. Lakini je, wana nguvu ya kutokwenda Zanzibar? Hilo ndio swali. Kwa maana yake bodi ya ligi haina nguvu. Simba ina nguvu kupeleka pressure pale. Eh? Mimi
Mimi ningewaomba mashabiki wa Simba, ile pressure walompelekea Mo Dewji, vile vitendo vya kihuni alivyomfanyia Mangungu, wakati huo azipeleke pale bodi ya ligi. Ile pressure irudi. Dosa, ni kama unahitaji season 2 ya hatuchezi jirudie msimu huu. Na inawezekana ikatokea. Inawezekana ikatokea. Inawezekana. Sio kwa asilimia kubwa, lakini inawezekana. Kama wana Simba wakiamua kusimama mstari wa mbele. Shida ni wana Simba sasa kusimama front hapa. Ndio maana ninawaambia, mimi ningekuwa mfuasi wao, ningetafuta jenzi wangu tu. Tukinukishe. Neno kinukisha usilitumie. Kuna watu mpaka leo wanajuta. Kwa hiyo ndio hivyo. Ila uone kama Simba kuna watu wa kupeleka moto pumzi ya namna hiyo. Hakuna. Mimi nimeongea na baadhi ya mashabiki wa Simba, 60% wanajiandaa kwenda Zanzibar. Lakini nikinukuu kauli ya Haji Sunday Manara, yeye anazungumza na kusema ya kwamba Young Africans kuchukua mechi kuipeleka Zanzibar dhahiri wamekosea, kwa sababu kuna watu wanatokea mikoani, itawalazimu wafike katika ardhi ya jiji la Dar es Salaam kisha wavuke maji waelekee visiwani Zanzibar. Lakini pia vile akazungumzia kuhusiana na historia ambayo iko visiwani Zanzibar pale. Simba ndiyo timu pekee mara nyingi inapokutana na Young Africans visiwani Zanzibar, Simba inakwenda kupata matokeo. Pengine Simba hawana shaka juu ya hili na wana uhakika kwamba huenda wakaenda na wakapata matokeo kwa sababu ya timu yao ambavyo kadri siku zinavyozidi kwenda inazidi kuimarika. Ili upate matokeo ni lazima uwe bora kiwanjani. Mimi naamini kati ya Simba na Yanga sasa ni bora zaidi ya Simba. Kwa hiyo factor inaweza ikampa Yanga 80% ushindi. Lakini umegusa kuhusiana na mechi kuchezwa Zanzibar kama Manara alivyosema. Binafsi mimi mwenyewe pia imeniumiza. Mimi mwenyewe. Kwa sababu leo ili umudu maisha ya Kizanzibari ni lazima mfuko wako uwe mzuri. Lazima mfuko wako uwe mkubwa. Na Wazanzibari walivyo, ukishakanyaga kwenye ardhi yao karibu Zanzibar, wao wanakuona kama wewe ni mtalii. Wazanzibari wanapaswa kujua kwamba mashabiki wengi wanaokuja kutoka huku wanakaa Mbagala, Temeke, Keko, Magulumbasi, maisha yetu tunafahamiana. Hata hili uongozi wa Yanga ungeliangalia kwa umakini, tusingekwenda Zanzibar. Viwanja vipo vingi. Sababu mimi naamini ukubwa wa uwanja wa Amani hautofautiani na ule wa Azam Complex. Tungeenda kucheza pale Azam Complex, wanakaribiana. Lakini vile tungeenda kucheza hata Meja Generali, ni uwanja ambao umepitiwa. Lakini upo hapa KMC. Kama KMC upo, vipo viwanja vingine tungekwenda. Lakini leo uende Zanzibar, bei ndogo ni 170,000. 70,000. Uja kula, uja lala, uja fanya mambo mengine. Kwa hiyo kiukweli gharama zitatuumiza. Lakini kwa kuwa watu ni machizi soka, tutafanya tunapotaka kufanya, hakuna namna. Lakini pia inaenda kuwanyima mashabiki ile raha ya dabi. Tunatoka kwenye viwanja vyenye wachezaji wengi 60,000 kwa Mkapa, wanaenda kwenye viwanja vyenye idadi ya wa mashabiki 12,000 Dosa. Hiyo pia ni sababu kuu. Uwanja Benjamin Mkapa una meza watu 60,000. Kwa utaalamu wangu wa Zanzibar kwenye uwanja wao sidhani kama wanakaribia 20,000. 12,000. Ni watu wengi sana watakosa fursa kuiangalia dabi. Ni lazima Wazanzibari wafanye kazi ya ziada kuhakikisha kwanza afya ya Mtanzania inaendelea kuimarika kutokana na mkanganyiko wa watu. Lakini vile wajue namna gani wa kulinda amani, kwa sababu watu wanapokuwa wengi wakishindwa kuingia uwanjani, huku nje patakuwa na movement ambazo pengine zitaleta sitomfahamu za kibinadamu. Kwa hiyo yameshapangwa, hatuwezi tukopangua, ila kiukweli watu wengi watakosa fursa kwenda kuangalia mechi hiyo. Kwa maana hiyo ndio kusema Young Africans wamekosea dhahiri. Ni mipango yao. Siwezi nikasema wamekosea, ni mipango yao. Ila sisi itakuwa tumekosea kwenda Zanzibar kutokana mifuko yetu na uchumi wetu ni mdogo zaidi. Pengine ukipewa nafasi ya kuwashauri Young Africans ungewashauri nini? Yanga na wataalamu wengi sana. Kuna watu wabobevu wa degree pale. Wana akili nyingi. Kwa hiyo mimi siamini kwamba mtu ambaye hana degree anaweza kumshauri mwenye degree. Walilofanya linatosha. Next time nafikiri
watabadilisha mawazo yao kwenda Zanzibar. Dosa, umeshakitazama kikosi cha Simba sasa hivi, umeweka wazi kwamba Young Africans wana timu bora bado kuliko Simba. Mwendelezo wa performance ya Simba hadi hivi sasa kulingana pia na sajili ambazo zimefanyika, wao unauzungumziaje na kuielekea dabi? Wana michezo miwili ya ligi kuu, lakini pia Young Africans ana michezo miwili ya ligi kuu kabla ya kukutana kwenye Kariakoo Derby. Dabi ni mechi kubwa kwenye nchi yoyote. Ni mechi ambayo haitabiriki. Ni mechi ambayo yoyote anaweza akashinda. Ila lazima pawe na kipaumbele nani atashinda. Kwenye kipaumbele lazima tumpe Yanga kwa sababu ya consistency yake ya kucheza, lakini pia kwa ubora wake. Ila Yanga wanapaswa kujitahadhari sana na Simba. Yanga wanapaswa kujiandaa vikali sana na Simba. Yanga ni bora poteze mchezo wowote, lakini asipoteze mchezo dhidi ya Simba. Na ikitokea anapoteza mchezo dhidi ya Simba, calculator tutaitafuta. Kusaka ubingwa wa ligi kuu soka Tanzania bara. Tutatafuta nani mchawi, nani wa kumzuia Simba. Sababu Simba atapokwenda kumfunga Yanga, atarudisha hali yake ya kujiamini. Yaani wanaweza wakakaa kwenye maskani zao wakasema this is Simba brother. Kwa sababu kamfunga nani? Bingwa mtetezi, kamfunga Yanga. Lakini kama Yanga akiendelea kushinda kwenye huo mchezo, ataendelea naye pia kutawala kwenye hizi dabi. Lakini pia mvuto utaendelea kufanyaje? Kupungua siku mpaka siku. Ni mechi nzuri, ni mechi ambayo yoyote anaweza kushinda, ila atakayejiandaa zaidi atashinda hii mechi. Buba, umemtazama mchezo wake wa kwanza KMC, licha ya kwamba watu wanasema huwezi kumpima na timu aliocheza, lakini ndio mchezo ambao amepeleka Young Africans hatua inayofuata. Kwako ni mchezaji wa aina gani Buba? Binafsi nimempongeza kwa tukio alilofanya. Kwa sababu kama Prince Dube alishindwa kufunga, kama Yaokwasi alishindwa kufunga, Mudathiri alishindwa kufunga, amefunga mchezaji ambaye kwa mara ya kwanza anaingia kwenye timu. Tuna haki ya kumpongeza. Kuambia tu wana Yanga, usimpake mtu mafuta kwa mgongo wa chupa. Ukiwa na maana gani kwenye hili Dosa? Kumsifia Buba kwa 100% kwa kuwafunga Cosmo ni kupaka mafuta kwenye mgongo wa chupa. Buba anahitajika kupewa muda. Ameonyesha ana kitu, lakini hatuwezi tukasema ana kitu moja kwa moja. Tumpe muda, mechi 2, mechi 3, mechi 4, mechi 5, tutakuja hadharani tutasema yes, he is Buba. Alan Okello ameanza kukatiwa tamaa, usajili ambao ulitikisa kwa kiasi kikubwa, huku Simba walikuwa wanamhitaji, huku Young Africans wakashinda hiyo karata ya kumtaka Alan Okello. Watu wameanza kuingia wasiwasi na performance ya Alan Okello hivi sasa. Binafsi ni mchezaji mzuri kwangu. Ni mchezaji ambaye inawezekana hakuonyesha kiwango kizuri akiwa Yanga, lakini nimemshuhudia vizuri kwenye mashindano ya AFCON. Nimemshuhudia vizuri kwenye mashindano ya CHAN. Ni mchezaji mwenye jicho, ni mchezaji mwenye uwezo, lakini pia ni mchezaji mwenye kipaji kikubwa sana. Wote wanombeza Okello. Kama umewahoji, watunzie risiti zao. Wote wanombeza Okello, wawe wa Yanga, wawe wa Namungo, lakini hata wale wauza simu kama wanambeza Okello, watunzie risiti zao. Okello binafsi ni mchezaji mwenye kipaji kikubwa mno. Ni mchezaji ambaye kwenye kila timu unaweza ukamweka akakupa kitu unachokihitaji. Kwa Yanga bado, ila naamini kesho na kesho kutwa atakuwa bora zaidi. Wanaombeza Okello wajiandae kukutana na surprise ya Okello. Huenda pia akamkia kwenye timu zao. Tarehe 1. Nisijataja tarehe Dosa. Mimi nimetaja tarehe 1 kwa sababu ndio mechi ambayo inawezekana tukaacha mambo yetu mazuri tukaenda kuuangalia huo mchezo. Ni mechi ambayo kama mtu asipojichunga atachungwa na mwenzake. Kama mtu asipojichunga atachungwa na mwenzake. Asante Dosa. Asante sana.